milimani, mikoko na mashamba ya miti. Sekta ya misitu inajumuisha ufugaji wa nyuki na wanyamapori, ilichangia takriban 3% ya pato la taifa mwaka 2024, hivyo kuifanya kuwa miongoni mwa vichocheo muhimu vya maendeleo ya taifa kwa upana wake. Ikijumuishwa mifumo ekolojia isiyothaminishwa na soko, misitu inakadiriwa kuchangia takribani 20% ya pato la taifa. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, pamoja na faida lukuki za rasilimali misitu, bado kuna changamoto nyingi zinazoikabili, zikiwamo utegemezi mkubwa wa rasilimali za misitu kwa uchumi na kipato cha jamii kwa njia ya kuni, mkaa na mbao. Idadi kubwa ya mifugo inayoingizwa katika hifadhi za misitu kwa ajili ya kutafuta malisho, matukio ya uvamizi wa ardhi za misitu kwa shughuli za kibinadamu, hususan makazi, kilimo, uchimbaji wa madini, pamoja na uwepo wa matukio ya moto ndani ya hifadhi za misitu. Changamoto hizi na nyinginezo zimesababisha kiwango cha upotevu wa misitu nchini kuongezeka hadi kufikia hekta 469,400 kwa mwaka. Kiwango hiki kikubwa sana kisichoweza kuendelea kuvumilika, hivyo kututaka kushirikiana kuhakikisha misitu yetu inalindwa na kuhifadhiwa. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, kampeni ya upandaji miti kitaifa tunayoizindua leo ni sehemu ya jitihada za makusudi zinazochukuliwa ili kulinda hifadhi za misitu na kuongeza uwajibikaji katika uhifadhi wa mazingira yetu. Pia ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya 2030 ambayo inalenga kulinda rasilimali za ardhi, misitu, maji na viumbe hai kwa lengo la kutetea ustawi wa wananchi na ukuaji wa uchumi endelevu. Hivyo ajenda ya upandaji miti, uhifadhi wa misitu na utunzaji wa mazingira kwa ujumla ni kipaumbele cha kwanza kwa taifa letu. Hii ni ajenda inayogusa makundi mbalimbali katika jamii kwa njia ya ukusanyaji na usambazaji wa mbegu za miti, ukulima wa miti, biashara ya mazao ya misitu, utoaji wa huduma za ugani katika mashamba ya miti na vitalu, na ushiriki katika mnyororo mzima wa mazao ya misitu. Aidha, katika kukabiliana na changamoto ya uhifadhi wa misitu, natambua jitihada mbalimbali zinazofanywa na serikali, sekta binafsi na wadau wa maendeleo. Baadhi ya hatua zinazochukuliwa ni pamoja na kutenga na kuhifadhi kisheria maeneo ya misitu, kuhamasisha kampeni ya kupanda miti milioni 1.5 kila mwaka kwa kila halmashauri, na kuanzisha kampeni ya Tanzania ya kijani, kuanzisha mashamba mapya ya miti ya serikali na ya watu binafsi, kutekeleza mikakati mbalimbali ya kuongoa ardhi ikiwemo programu ya Africa Forest Landscape Restoration Initiative yenye lengo la kurejesha eneo la hekta milioni 5.2 za misitu ifikapo mwaka 2030, na kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia pamoja na biashara ya kaboni. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, mkoa wa Lindi ni miongoni mwa mikoa yenye rasilimali nyingi za misitu ya asili na mashamba ya miti ambao wananchi wake wanajishughulisha na kilimo, ufugaji na shughuli zingine za kiuchumi zinazotegemea moja kwa moja mazingira. Mkoa huu pia una hazina kubwa ya misitu ya miombo na mikoko katika ukanda wa Pwani ambavyo ni muhimu katika kulinda bayoanuai, vyanzo vya maji na uchumi wa mazao ya misitu. Licha ya hayo, taarifa zilizopo zinaonyesha kuwepo kwa uharibifu mkubwa wa hifadhi za misitu, hasa mikoko, kutokana na kasi kubwa ya ukataji wa miti na shughuli za kilimo na uchomaji moto wa mara kwa mara katika hifadhi za misitu. Hivyo ninautaka uongozi wa mkoa wa Lindi kuhakikisha maeneo yote ya misitu yaliyohifadhiwa ndani ya mkoa huu yanaendelea kulindwa na kutunzwa. Aidha, simamieni ili kuhakikisha vijiji vinakuwa na mipango ya matumizi bora ya ardhi ambayo inasimamiwa vema. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, kwa kutumia fursa ya kilele cha siku ya misitu duniani, napenda kuweka msisitizo katika masuala machache muhimu ya husuyo uhifadhi wa rasilimali misitu kama ifuatavyo. Kwanza, uzinduzi wa kampeni ya miti kitaifa hapa mkoani Lindi ni sehemu ya kutambua na kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais kutunza mazingira. Kupitia kampeni ya upandaji miti ijulikanayo kama 27 ya kijani, Mheshimiwa Rais ameonyesha mfano na amekuwa kinara wa upandaji miti. Mathalan, aliposherehekea siku ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwake mwaka huu, alipanda miti na kuhimiza Watanzania kufanya hivyo pia. Kwa taarifa nilizo nazo, tangu kampeni hii ilipoanza mwaka 2023,
jumla ya miti takribani 1,113,199,359 imepandwa katika maeneo mbalimbali nchini. Hivyo hatuna budi kumpongeza Mheshimiwa Rais na kumuunga mkono kwa kuendelea kushiriki katika kupanda na kutunza miti. Kama njia ya kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais, ninaelekeza uongozi wa mkoa wa Lindi na mikoa yote nchini kuhakikisha jitihada za upandaji miti zinaendelezwa kwa kuwekewa mkakati mahususi unaohusisha makundi yote katika jamii na kuzingatia ekolojia ya maeneo husika, ikiwa ni pamoja na kuzuia uvamizi na uharibifu wa maeneo yote ya hifadhi ya misitu. Pili, ni muhimu kuhakikisha kuwa wananchi wanaoishi jirani na misitu ya asili na mashamba ya miti wanapatiwa elimu endelevu kuhusu matumizi bora ya ardhi, udhibiti na uchomaji moto holela na usimamizi shirikishi wa misitu ya vijiji. Nafahamu kwamba jitihada kubwa zimefanyika katika utoaji wa elimu na hamasa ili kujenga uadilifu katika matumizi ya rasilimali zetu, lakini jitihada kubwa zaidi ni pamoja zinahitajika na katika utoaji elimu kuhusu udhibiti uharibifu wa rasilimali zetu. Hivyo basi, angalieni uwezekano wa kuunganisha nguvu kati ya wadau ili kuwa na programu kubwa zaidi ya uelimishaji. Tatu, Wizara ya Maliasili na Utalii kupitia Taasisi ya Utafiti wa Misitu, Taasisi ya Utafiti wa Misitu Tanzania TAFORI, inatakiwa kufanya tafiti zitakazojibu changamoto mbalimbali ambazo wakulima wa miti wanakabiliana nazo, hususan zile zinazojitokeza kwenye misitu yetu ya asili. Aidha, tafiti hizo zijumuishe zile zinazohusu miti inayofaa kwa maeneo ya mkoa wa Lindi na mikoa mingine nchini, ikiwa ni pamoja na miti dawa. Nne, ni hitaji la kulifanya zoezi la upandaji miti kuwa endelevu. Ninaitaka Wizara ya Maliasili na Utalii kupitia mfuko wa misitu TAF kuwezesha miradi ya upandaji miti kwa kuanzisha mashamba ya miti ya vijiji na watu binafsi. Aidha, nautaka Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania TFS kuanzisha vitalu vya miche ya miti vya kutosha katika maeneo mbalimbali nchini, ikiwemo miti ya asili inayopandwa katika maeneo mbalimbali. Sambamba na hilo, elimu ya kutosha itolewe kwa wananchi ili waweze kuitunza na kuikuza miti hiyo. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, kwa kumalizia, na washukuru sana waandaaji wote mlioshiriki katika maadhimisho haya yaliyofana. Naendelea kutoa rai kwa kila mwananchi kushiriki jitihada za kupanda na kutunza miti yetu. Ndugu wananchi, kabla sijamalizia, niseme tu changamoto ya umeme nimeisikia. Mheshimiwa mbunge wa Lindi mjini ameisema vizuri. Mwenyekiti wa wabunge wa mkoa wa Lindi Mama Salma Kikwete ameisema vizuri. Mkuu wa mkoa uliponipa briefing jana ulinieleza vizuri kuhusu changamoto na mahitaji ya umeme wa gridi ya taifa. Lakini hata Mheshimiwa Nape Mnauye tulipoonana jana, naye aliongelea kwa msisitizo sana gridi ya taifa. Sasa sina hakika kama mlikaa kula njama ili kila mmoja anitafute peke yake kuniambia au imetokea kwa bahati tu, sina hakika. Lakini niseme wabunge wote wa mkoa wa Lindi mmekuwa mnalisukuma jambo hili. Nataka nitumie nafasi hii kuhakikishia kwamba katika mipango ya serikali swala la umeme wa gridi ya taifa kwa mikoa ya Lindi na Mtwara limeshaanza kufanyiwa kazi. Na mkandarasi yupo wa kazi hiyo. Nitumie tu nafasi hii kumwelekeza Waziri wa Nishati alisimamie jambo hili kwa nguvu zote, akijua kwamba wananchi wa Lindi na Mtwara ni jambo ambalo wanalitaka kuliko kitu chochote, na Rais Samia aliliingiza kwenye ilani ya CCM ili kuhakikisha kwamba linatekelezwa. Kwa hiyo kwa Waziri wa Nishati ndugu Ndejembi, kokote aliko, aupate ujumbe huu kwamba asipolisimamia yeye binafsi jambo hili kwa haraka, maana yake ni kwamba anakiuka maelekezo ya rais, anapuuza msisitizo wa makamu wa rais, na
anatupilia mbali ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo kwa maneno mengine ni jambo ambalo hana hiari nalo. Nataka niwahakikishie wananchi wa Lindi kwamba jambo hili litasimamiwa kwa karibu. Na baada ya kuyasema hayo, nawatakia maadhimisho mema ya siku ya kimataifa ya misitu duniani na siku ya upandaji miti kitaifa mwaka 2026. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Naomba tusimame tafadhali.